mwanamke imekuwa wanasema ile male reproductive strategy, imekuwa ni mpango wa uzazi tu wa mwanaume. Ziko baadhi ya jamii mpaka leo mwanamke ni kuzaa tu, mwanaume yuko kwenye kilabu, yuko wapi klabuni, yuko ni ajali. Yani mwanamke kila kitu anakibeba yeye. Kwa changamoto zipo, isipokuwa zamani wanawake walikuwa hawana pa kusemea. Leo angalau wanasema. Sasa tunaona zimeibuka, hapana, zilikuwepo. Kwa hiyo sasa hivi zinaonekana kwa sababu ya angalau wanapata kuzungumza. Kwa hiyo changamoto zilikuwepo, isipokuwa zilikuwa hazizungumzi, tofauti na sasa zinazungumzwa. Swali lingine na mgodo kutoka Mombasa Kenya, yeye anasema kwamba katika hii kanuni ya 4 ni jambo gani la kwanza wanandoa wanapaswa kuzingatia ili kujenga upendo wa kudumu? Katika kanuni ya 4 jambo gani wanandoa wanapaswa kulizingatia? Kwa kweli yote wanapaswa wazingatie, yote wanapaswa wazingatie, kwa sababu kwa mfano kanuni ya kwanza, sawa, nimezungumza subira na nikatoa suratul Asr imetuongoza, tumeona wahusiane haki, waamini kwanza, kisha watende matendo mema, wahusiane haki na wahusiane kusubiri, na nikataja yale maeneo 4. Maeneo yote mtu anatakiwa ayabebe. Ndoa ni system. Kuna kitu kinaitwa family systems theory, nadharia ya mfumo wa ndoa. Kwa ndoa ni system, sio kitu kimoja. Kwa vyote ambavyo nimevitaja vyote na nimetoa ushahidi wa aya, vinatakiwa vizingatiwe. Swali lingine unasema, je, mawasiliano ya wanandoa nafasi gani katika mafanikio ya ndoa kwa mujibu wa kanuni hii? Mawasiliano, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Kuna katika fani ya balagha inaitwa fasihi ya Qur'ani, literature ya Qur'ani, sawa Kuna fani 3, kuna ilmu al-ma'ani, kuna ilmu al-bayan na kuna ilmu al-badi'. Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ametuonesha umuhimu wa mawasiliano. Ilmu al-ma'ani, namna ya kuchagua lugha ipi uitumie, kuna takdim na taakhir, neno lipi ulitangulize, nini ulicheleweshe. Tunaposoma surati al-Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tunatumia ilmu al-ma'ani. Lakini kuna ilmu al-bayan, Allah subhanahu wa ta'ala ametumia isti'ara, ametumia tashbihi. Kwa mfano mambo ya ndoa, Mungu anasema katika surati Baqara, kuna anasema nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Wanawake ni mashamba. Kwa mtoto hawezi kuelewa kinakusudiwa nini, lakini Mungu kafananisha mume kama mkulima, yani mtendo wa ndoa kama unalima, na mbegu kadhalika. Mwanamke kamfananisha na shamba. Kwa mtu ambaye bado akili yake haijafikia wakati huo, hawezi kujua kinazungumzwa nini. Hii hapa ni ilmu al-bayan, inafafanua vitu hivi. Lakini kuna ilmu al-badi', kurembesha maneno, elimu ya sanaa ya matamshi. Kwa mfano washamsi wa duhaha walqamari idha talaha wannahari idha jallaha wallayli idha yaghshaha wassamai wama banaha. Umeziona hizi hizi zina maana. Hii ni sajii, inavuta masikio ya msikilizaji. Ndio maana kuna fani sasa hivi zinapotea, maqamati. Maana yake Qur'ani unatakiwa uisome kwa mudi, zile aya zina mudi. Neno tabaraka alladhi biyadihi almulk unatakiwa uisome kwa sauti ya ubabe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatangaza ufalme. Aya maqamati, ukisoma ilmu hii zile aya, kwa mfano amma yatasaalun, unatakiwa usome kwa kuuliza swali, sio unasoma kwa utaratibu kwa kwa ilmu al-maqamati na kuja zile aya zote ziko na mudi, yani mudi hii, aya hii na mudi hii inatakiwa ina sauti yake. Kwa hiyo mawasiliano katika ndoa, Mungu ametuonesha umuhimu wa mawasiliano. Kitu cha kwanza boresheni mawasiliano yenu. Kuna kitu kinaitwa communication breakdown.
hitilafu za mawasiliano, na katika eneo kubwa ambalo wanandoa tuna changamoto katika hitilafu za mawasiliano. Kwa hiyo mawasiliano yana umuhimu, bila mawasiliano hakuna chochote kinaweza kumea. Sawa sawa, inasemekana, sijaiona kwenye aya, bado sijaona kwenye hadithi, lakini ule Namruzi alivyotaka kuujenga ule mnara wa Babeli, si ndio? Walikuwa wale wafanyakazi, sijaipitia hii vizuri, kwa hiyo sinani, lakini katika stories zipo katika Biblia, sitaki kutoa ushahidi, lakini Biblia ukisoma utakutana nayo. Kitu alichofanya, unajua wale watu wakitaka kujenga mnara mrefu mpaka ufikie huko mbinguni, unajua ilifanyika nini? Mungu aliharibu mawasiliano yao tu. Yaani unaambia nipe tofali, yeye analeta kamba. Ndio sababu ya kuvunjika ule mpango wao. Kwa hiyo ukiharibu mawasiliano umeharibu kila kitu. Ndio maana wanasema communication is powerful. Mawasiliano ni nguvu. Ukiwa na nguvu ya mawasiliano, basi leo jamii inaendeshwa kwa mawasiliano tu. Mitandao ya kijamii kwa ajili ya mawasiliano. Kwa hiyo mawasiliano yana nafasi kubwa, na ukiboresha mawasiliano yako katika ndoa, umeboresha ndoa yako. Hao ni ndugu zetu ambao wanatufuatilia katika mtandao, lakini tunao wahudhuriaji hapa. Tunaruhusu maswali mawili kumuuliza mwendesha mada wa leo kutokana na muda ambao umeshaini. Kama kuna maswali mawili ya kumuuliza mwendesha mada, nadhani mada tumeielewa, au kuna ndugu yetu hapa tuulize swali lake shaka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kuwa maswali hakuna, nilikuwa naomba haya maswali niachukue mimi. Baada ya kuwa na maswali mawili, naomba niulize matatu. Swali la kwanza, Sheikh kaorodhesha aina 4 za tabia za wanawake. Sasa maana lengo la kujua hili ni kuweka sawa kabla hujaingia kwenye ndoa na baada ya kuingia kwenye ndoa. Sasa swali langu, mtu kama bado hajaingia kwenye ndoa, sasa anataka kufahamu tabia hizo 4 ambazo mlitaja. Je, kutokana na hii mada ambayo ulisema ya 4, kanuni hipi ambayo utaifahamu, njia ipi utaitumia ili kufahamu tabia za hao wanawake? Swali la kwanza. Okay, sijasema aina 4 za tabia za wanawake. Nimesema hivyo au kweli si kweli? Sijataja tabia 4 za wanawake. Nimetaja attachment style, na hii ni science ya mahusiano. Inaitwa attachment theory au attachment style. Nimesema I determine jinsia. Mwanaume anaweza akawa hivi na mwanamke pia akawa hivyo hivyo, sawa sawa. Nimesema anxious, wivu uliopitiliza. Mwanaume wapo, wanawake wapo. Nikasema kingine ni avoidant, mtu ambaye msiri, hataki kushare hisia zake. Wanaume wako na wanawake wapo. Na kingine nikasema disorganized, mtu ambaye yani hasomeki, mara anataka mara hataki. Nikasema wanaume wapo na wanawake wapo. Nikasema secure attachment, mtu ambaye amesalimika, wanawake wapo, wanaume wapo. Sijataja aina 4 za tabia za wanawake. Nimetaja aina ya mahusiano, na hii ni science. Asante kwa kusahihisha. Swali lingine, sababu hipi inamfanya mwanamke kuwa na wivu? Ingalikuwa mwanaume, tumeona wivu wa mwanaume kwamba mwanaume anapoweka mwanamke ndani, yeye huwa anafanya halama zote kuhudumia kaza. Kwa hiyo yule mwanamke akitoka nje ya ndoa, ndio huwa wanaume tunaona kwamba wivu. Sasa mwanamke yeye ingalikuwa hatoi hizo alama yoyote, lakini huwa anapata nao wivu. Sababu ni vipi? Anauliza sababu zipi ambazo zinamfanya mwanamke awe na wivu. Kwa mwanaume inaonekana kwamba ni kwa sababu ya gharama, si ndio? Sasa sababu inayowafanya wote tuna wivu, tena wivu hasa mwanaume, ni sababu ya kisayansi, sawa? Kuna homoni inaitwa oxytocin. Oxytocin ni homoni ya upendo, lakini pia inaitwa bonding hormone, homoni ya kuunganisha, lakini pia ni delivery hormone, homoni ya kuzaa, ndio inamsaidia mwanamke azae, sawa? Kwa hiyo homoni inatengeneza bond,
sawa, ushirikiano. Kwa hiyo huu ushirikiano ndio unasababisha mwanamke ukinania nahisi ule muungano wenu utavunjika, sawa. Isipokuwa sasa katika somo forgiveness studies, sayansi ya kusameheana, imeonekana wanawake wengi wanasamehe pale watakapokuta mwenza wao wamechepuka, lakini wanaume wengi hawasamehe. Unajua kwa nini? Wanawake wao wako katika emotional, kama na wako baadhi, bwana mimi hata simpendi. Mwanamke anaangalia, je, umejiwekeza kihisia? Akihisi umewekeza kihisia ni tatizo. Lakini bahati mbaya nilikutana na kesi moja, mke wangu alikuja nyumbani, anambia kuna bwana alioa mke mwingine. Sasa mwanamke react. Unajua mwanamume alipoza, mke wangu nimelazimishwa tu, hata simpendi. Mwanamke jibu akasema basi sitaki hata kumjua. Ndio imeisha. Mwanaume atakubali? Kwa hiyo alipomwambia simpendi, kwa hiyo wao sana wanaangalia hisia, umejiwekeza kihisia. Lakini kwa nini mwanaume ana shida? Mwanaume ana shida, yeye yupo katika ulinzi, anahisi utambambikia mtoto. Hii ndio sababu kubwa wanaume tuna wivu sana. Yaani tupo katika ulinzi, asije ikaingia damu sio yako. Na katika biolojia sio tu wanadamu, hata madume ya wanyama, kuna baadhi ya insect akishafanya lile inaitwa mating, sawa anaweka kemikali ambayo akijadume mwingine akiweka mbegu inangua, yani analinda kile kizazi chake. Kwa wivu wa mwanaume upo katika kulinda kizazi sana, umebezi katika kulinda kizazi, na wivu wa mwanaume umebezi katika kulinda hisia. Kama ukimthibitishia na akiona kumbe hujajiwekeza kihisia, basi mwanamke anaweza akakusamehe, lakini mwanaume akubali kwa sababu anahisi utaweka kizazi sio chake. Sijui hapo swali la mwisho, unakuta mtu anaoa mwanamke ambayo hampendi, lakini mwisho wa siku wanapoishi katika hayo mahusiano huwa wanapendana. Inatokana nini? Swali la kuoa mke ambaye humpendi alafu baadaye katokea, hiyo ni ubinadamu, ni kitu ambacho hakina guarantee, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Aya inasema lazima kipatikane kitu cha mvuto. Kwa hiyo hapo tunabahatisha, na tuna kesi mbalimbali, watu ambao walijihisi wana imani za maswahaba, akasikia tu sifa za mwanamke ni kweli na mwanamke ana sifa nzuri za uchamungu, yeye akaoa tu hata hajaona sura yake. Hizo kesi zipo sana, hasa kwa maimamu. Mwisho wa siku kenda amvutii, anaona sura imvutii na nini, matokeo yake anakuwa kwenye kifungo, kumwacha anaona aibu kuendelea na. Kwa hiyo lazima upate kitu ambacho kitakupa msisimuko ili umkaribie. Kwa hiyo inaweza ikatokea, sio kanuni ya jumla kwamba ukimwoa usiyempenda, lakini lazima ipatikane kitu. Kwa nini huyu kampenda ampendi baadaye? Kuna kitu hasa za kitabia inaweza ikampendelea ile tabia, baadaye akapata upendo wa kwanza wa huruma, kwamba namna anavyojitoa ukamjia huruma. Ile huruma sasa itakuja atatengeneza upendo. Lakini hapa tunabahatisha maelezo ya hadithi na aya ambaye anakuvutia. Maswali yameisha, lakini shekhe, mimi na jambo moja kama msimamizi wa kipindi hichi, nataka niseme jambo. Nini ushauri gani wa mwisho unapenda kuwapa vijana ama wanandoa ambao wanatamani ndoa yenye furaha na mafanikio? Ni nini ushauri gani unapenda kuwapa vijana ambao wanapenda ndoa zao ziwe zenye furaha na mafanikio? Ushauri mimi ambao nautoa, subira. Na subira sio kuyafumbia macho maovu, kwa sababu kuna vitu mtavipitia, sawa. Katika upendo, science ya mahusiano, kuna stage ziko tatu. Kuna euphoric stage, alafu kuna crisis stage, alafu kuna attachment stage.
Euphoric stage, kipindi cha ulevi wa mapenzi. Kipindi hichi mwenza wako anafanya kosa, unachekea, sio kwamba unaliona, lakini unafurahia kwa sababu ule ulevi wa mapenzi umekuzidi. Yaani katika ubongo wetu unavutiwa sana na kitu kinaitwa novelty, ule upya, kitu kipya. Kwa hiyo mwenza wako bado mpya, yaani unamwona kama, wanaonana kama prince and princess, unahisi ndio mkamilifu. Kwa hiyo hichi kipindi kinaenda takriban miaka 2. Dopamine, mfumo wa uraibu, ukishazoea kile kiwango cha kemikali cha dopamine kinapungua. Kikishapungua unaanza kuona kero. Sasa kinaingia kipindi cha crisis stage, kipindi cha migogoro. Hapa mnagombana, na hichi kipindi ni muhimu katika ndoa. Kinakuja kudetermine ndoa ima itaendelea au itakufa. Ndoa nyingi zinakufa hapa, kuanzia miaka 3 mpaka 4, 5, nyingi zinakufa hapa. Kwa sababu hapa wakati mwingine mtoto kashapatikana. Kwa hiyo mama sasa, mwanzo alikuwa anakuangalia sana wewe, sasa hivi inabidi amwangalie mtoto, kwa attention kwako inapungua. Wewe bongo wako umezoea vile vile, kwa unaanza kuona shida. Kipindi cha crisis stage, kipindi cha migogoro. Kinakuja kipindi cha attachment stage. Hapa mshagombana, ushajua apendi nini, anapenda nini. Sasa hapo unapatikana muunganiko wa kweli. Sasa hichi kipindi cha crisis stage kinahitaji sana subira. Na mimi nikikutana na vijana katika kuwanasihi kwenye ndoa, huwa siwafundishi yale mambo ya ndani. Yale mambo ya ndani automatically utabuni tu, wala hayana shida. Yale kila mtu utabuni, na yale utakayomfundisha fanya hivi, akaenda kule hata moja alikumbuka, ana njia yake kabisa. Lakini hizi 3 ni ukweli, lazima utokee crisis stage. Kwa hiyo nasihi sana kufanya subira mpaka baadaye uje ugundue kumbe mkeo ana changamoto au mumeo ana changamoto. Lazima usubiri, na kusubiri sio kuyafumbia macho maovu, bali unasubiri huku unatafuta namna gani ya kusolve changamoto, lakini kwa kutumia busara na upole. Kwa hiyo upole na subira, hii ni nguzo kubwa ya kila jambo. Fa inna ma'al usri yusra, katika kila ugumu kuna wepesi. Kwa hiyo inahusia subira na uvumilivu katika maisha ya ndoa, ndio msingi wa kujua baadaye. Kuna mambo ambayo mnavumiliana, baadaye unakuja kugundua kumbe ilikuwa tatizo hili, basi mnayasolve, maisha yanaendelea. Subira ndio msingi na uvumilivu. Watazamaji wa Masjid Songea TV, kulikuwa tunaangalia kipindi cha dawati la Masjid Songea TV, na katika dawati hili tulikuwa naye Sheikh Maulid Yusuf, na mada yake ilikuwa ni ndoa yenye mafanikio 444. Kwa niaba ya wote ambao walioshiriki kuandaa kipindi hichi, nyuma kamera nilikuwa naye kakaangu Abubakar bin Amir, lakini kwa upande wa uchanganuzi picha tulikuwa naye Hassan Matola, na mimi ni mtangazaji wako Nikida bin Abdallah. Panapo majaliwa ya Allah tukutane wiki inayofuata. Wabillahi tawfiq wa hadha, salamu alaykum.